Hello my fans, hello ndugu zangu. This is Patel, niko na mwanamke wangu here. She is Niti Z. And tunakukaribisha kwenye kipindi pendwa kabisa cha The Couple all the way from Gabo Media. Nini unatamani ukifahamu kuhusu Patel? Ni kitu gani unakitamani ufahamu kuhusu Niti Z? Basi leo ndio leo. Hey, say hi to them. Hi, my name is Nini. Yes. Are you feel yani upo free leo kabisa nikuulize chochote ambacho nakitaka mimi nikuulize? Free kabisa. Na una promise utaweza kujibu ukweli kabisa. Hivi kwani ni kitu gani ambacho waga unatamaniji sana kuniuliza lakini huwezi kuniuliza? Unajua kuna waga na swali ambalo unatamani sana uniulize lakini hauwezi kuniuliza. Nataka uniulize kitu leo. Kwa unatamani kuniuliza hivi kwa nini unaniita kwa kitombili? Kwa nini yani? Atamuji sijui. Don't know. Seriously sijui kwa nini unaniita kwa kitombili sijui. Lakini kwa sababu ameamua kuniita au nitakubeza mimi nikakatana mimi. Au una hate wanavyoniita hivyo. Sasa mimi nimekwambia sijui au una hate unataka waache kuniita hivyo. Now you should talk to them. Bwana mimi sitaki tena mwanangu wangu sasa hivi wote tena kwa kitombile. Mimi sitaki. Hata kuite babani. Kwa sasa hivi wajibilikisha. Mama ujibilikisha kabisa babani. So I think from now on ndugu zangu bwana, kuanzia leo hii bwana nawaomba niko chini ya miguu yenu kabisa. Mwanamke wangu bwana hapendi, hataki mnite mwa kitombile. Niko chini ya miguu zenu. Niko chini ya miguu yenu ndugu zangu. Mimi mwanamke wangu hapendi. So you are another question. Before this dish kuna maswali mengi sana au ode hapo mengi sana. So before this dish kuna maswali nataka niulize. Kwa umelizika na ile makitombile tu? Makitombile linauma. Kwa umelizika na swali hilo tu. Kwa ina maana kweli wewe haunaga maswali ambayo unatamani kisa uniulizake? So mimi kutoka hapa mimi usiniulize tena. So it's better uniulize hapa hivi. Kwa ni hilo tu basi. Hivyo tu. Mimi na maswali mengi sana. Mengi sana. Lakini sijui naanzia wapi. A lot of questions I want to ask you. Swali bwana niko najiuliza juzi home. Au atomi. Nikaona au maybe nitakuwa labda nikikuuliza. Ingia labda utaona ya sana. Lakini end of the day nikajua kwamba maisha yako sasa hivi maisha yangu. So I have to ask you as my woman kuulize. Unajua bwana mwanamke wangu 90% ya watoto wa kike sasa hivi hapa Dar es Salaam wale wanaita sponsors. Unaelewa hicho kitu wanaita na sponsors. Kwa sababu nataka nikuulize mwanamke wangu. If baby kule una sponsor kweli baby? Sponsor? Sponsor una kweli? Una sponsor? Ugope Mungu bwana. Hebu tuambie kweli bwana, niambie kweli ugope Mungu na sponsors. Kabisa. Maana hapo nje nimesikia umeitwa na gari, hujafi mimi sina gari. Kweli jamani, hauna danganya. Hapo nje nasikia umeitwa na gari mwenzetu, mimi sina gari. Una sponsor kabisa. Kuona maana niko peke yangu. One day nitakuja nikukumbusha hiyo interview. One day nitakuja nikukumbusha kwamba uliniambia bwana wewe una sponsors uko peke yako. Patel yuko peke yake. Sasa muhimu lakini mjini. Unataka niende naye? Nimekuuliza tu. Una sponsor. Eti nataka ni basi. Nikiruhusu unaweza kuwa naye. Au siseme ngajira ndio kamera. Mimi Mnyamwezi sasa naweza ngakuolewa. Kiruhusu unaweza kuwa naye. Siwezi jamani. Sina mambo mengi. So that means kwamba if you are dating with me it's just me and only me. Kuna mwingine. Ndio hivyo.
It's good. Niamini, sipomwamini mwanamke wangu sana nani? Kwa niamini nielizike tu. And of course I trust you. Unajua uwezi kuvunja uaminifu. Yaani uwezi kutokumwamini mtu ambaye hajaye kuvunja uaminifu wako. So trust you. Jana kuna text moja hapana, ilikuwa ni mtu unachat naye kawaida. Pia kwamba alisema alikuwa ni TikTok alisema kwamba napenda sana mpendane kwa dhati. Pambane sana kwenye maisha ili mje mfanikiwe. You remember nilikujibu nini pale chini? Natamani sana, yani natamani, najua hakuna semeni, najua hakuna kitu kizuri niseme kama uje ufanikiwe na mwanamke. Yani kwenye mafanikio yako awepo pia mwanamke wako. Shele mwanamke kwamba mmetokana kuanzia chini. So mimi natamani sana kwenye maisha yangu. Ije nifanikiwe. Natamani sana. This siongei tu kwa ajili ya kamera. Hapa naongea kutoka moyoni kabisa. Nadhani mwenyewe unatambua. Natamani sana ni kwenye maisha. Yani uje kuwa moja kati ya sababu ya mafanikio yangu. Na of course nikiangalia mwanamke wangu naona mafanikio yako kabisa. By this time, wanawake mnabadilika. By this time mnabadilika kweli. Lakini by this time naona kabisa mafanikio. Mwanamke abadilika. Kutoka mwanamke abadiliki. Kuna mpaka mwanamke kabadilika mwanaume ndo kama. Ila mwanaume ndo. That's a promise. Sije kuwa chanzo cha kuku. Really promise sana. Nakupenda sana. Nitakupatia kila hitaji lako kwa uwezo wangu. Rudi hata nimesema nini? Kwa nini? Kwa uwezo wangu. Kama kipato changu mimi ni wigi la shilingi 30,000 Tandale naenda kukushukuru. 30,000 Tandale. Lakini sio same friend hivi sisi. Oh, I will love you to the end, okay? Yeah, I will love you to the end. I'm going to provide you everything. But according to tukana kipato changu. Unaelewa yeah. The only one big thing ambacho najua ni ngumu sana watu wa sasa hivi kuamini. The only one big thing, I promise you ni leo mbele ya kamera. Mwanamke wangu mimi nakuita. Wewe umecheka kinafiki. Tusibe tu inshallah. Waslamu inshallah. Kwa hiyo uniamini kama mimi naweza nikakuweka peke yako. Uniamini. Asika mwanamke wangu mwenyewe uniamini jamani. Hamna na kweli. Afu unajua naweza kana nikaule yani ogo tu. Sawa, lakini unajua naweza kana naongea maybe na check up, lakini dai sasa umenivunja kitu fulani hivi unajua mimi natamani sana kuona wewe unaniamini. Natamani sana. Sawa, lakini sasa umecheka ndivyo kama nitakuweka peke yako au haiwezekani hilo swali. Asa mimi, kwa nini mimi niende nikamtafute mwanamke nje wakati nina mwanamke wangu ndani ambaye ananipatia kila kitu ambacho nakihitaji? Ina maana mimi mpaka mimi nimekuja. Ina maana mimi mpaka mimi nikaja nikakuapproach wewe. Nikaamua kuwa na wewe. Ina maana nimeona you fit me. Ni kila kitu. Ndio mwanamke wangu. Ndio. Yeah, so I promise you, be with you. Just only you, baby, okay? That's a promise. A true promise. Sikudanganya kabisa. Okay, babe. Okay. Then hapa kuna dish, then kuna vikaratasi. Kuna piku, na naenda kuokota kikaratasi kimoja. Then when it's yellow, ni chapa. Then when it's black, ni soda. Sawa? Sasa tuanze. Kwanza nishakuota tayari chapa. And this is thinking this is yellow chapa. Ulize mimi.
So nimepata swali moja zuri sana ambao mwenyewe niko natamanigi sana nijuage hili swali. Sasa sijui umejuaje beka hivi karatasi. Swali linasema hivi. Je, ikitokea nimepoteza kumbukumbu na nikakusahau, nini utafanya ili nikukumbuke? Ikitokea nimepoteza kumbukumbu na nikakusahau wewe mwanamke wangu, ni kitu gani ambacho utakifanya ambacho unaosiwe itakuwa mimi ni rahisi sana kukumbuka wewe ili nizirejeshe zile kumbukumbu zangu? Takuwa karibu na wewe. Kumbukumbu zote zitarudi. Moment. Kitu gani kwenye hizo moment ndio moment ambapo unajua nikifanya hii moment huyu mwanamke wangu atanikumbuka. Najua kwamba yes, this is my woman. Sina kwamba nikiwa karibu na wewe, moment zile ambazo tunafanyaga. Nataka nijue hiyo moment ambayo utaifanya ili mimi nikukumbuke. Yeah. Naona kabisa hivi hapa maana inawezekana mtu dakika zote sana nafikiria kitu gani cha kufanya. Moment jamani. Zangu napendwa kweli jamani. Nikiwa tu karibu na wewe nikuonyesha zile moment jamani. Ukiwa karibu na mimi. Kumbukumbu zinarudi. Sasa hapo ukiwa karibu na mimi hapo, ni kitu gani ambacho utakifanya ambacho kitarejesha kumbukumbu zangu kwa uwepesi zaidi? Yaani hicho kitu hicho ndicho ninachotaka mimi uniambie. Vitu vya faragha. Faragha. Uone kifaa vitu vya faragha mimi nitarejesha kumbukumbu. Vitu vingi tu. Hiyo wala serious, nitajie kitu gani cha? Mimi nahisi tu ni moment nikiwa karibu na yeye, moment zile nikiwa nakufanyia. Nakuita nini? Nikutolee mfano. Maybe kwenye hizo moment, maybe mimi niseme kwa mfano, naomba swali hili basi. Japokuwa ni lako lakini naomba nikujibie mimi hapa. Me as me, yani kwa mfano nieleze mimi ni kitu gani ambacho. Ushaelewa kitu ambacho maybe ukapoteza ambacho unataka nikifanya kwa wewe, yani itarejesha kumbukumbu kwa wepesi. Unajua kitu gani? Kitu gani? Traveling a long distance. Showing the places where you used to visit. Maybe mfano maybe nenda zile sehemu ambazo najua kwamba nikienda zile sehemu nilikuwa naendaga na wewe. Kwa kumbukumbu ndo zinarudi. Yes. Mimi naamini kumbukumbu zitarudi. Au unaweza zitarudi? Ndio kama hivyo, hata mimi kwangu nilikuelezea hivyo tu. Ile kukaa na wewe, yani kuna vitu nitakuonesha tulikuwa tunafanya zamani. Ni vile tu hapo. Subiri swali lako. Swali langu? Je, ni jambo gani unatamani sana nifanye kwako? Sijai kukufanyia. Bwana Yesu itakufunganisha sasa hili swali. Na nani sasa? Hamna. Jambo gani? Jambo gani unatamani sana nifanye kwako? Sijai. Sema according to violence is ukitamka. Ni kitu gani? Sema mambo unapolaniliu. Yaani ambacho unatamani sana unifanyie ambacho hujawahi kunifanyia. Ndio hivyo natamani sana unifanyie. Kama una load sana. Jua kusema hivyo na vitu vingi sana ambavyo natamani sana. Na vitu vingi sana. Ndio sasa kimoja. Lakini ambacho cha muhimu ninavoload hivi na maana natafuta kile ambacho cha special zaidi. Cha special sana. Ambacho natamaniji sana siku zote unifanyie. Ili pengine labda nikikutamkia leo utaenda kunifanyia.
mimi natamani sana one day natamani sana siku moja yani uombe yani uniambiwe kwenda yani hiyo tamani sana yani kunyaa hizo ni hizi siku za hilo kama unajua hilo kama tamani sana uniombe nikupeleke kwetu. Mimi napenda sana familia yangu itambue furaha yangu. Maana yote unapenda sana furaha yangu ikutenda furaha yangu nyingine iongezeke. So you feel me babe? Real? It's time to pick up the karatasi mie. Sasa hivi na bahati na kenge kota cha kwangu. Sasa hili swali ambalo nimekutana nalo hapa. Sasa swali ambalo napambana nalo sasa hivi uweze yake. Kwamba unasemaje? Swali ambalo napambana nalo sasa hivi. Nasema hivi. Je, bado ungenichagua ikiwa marafiki zako wasingeridhia mahusiano yetu? Ndio maana nimekuchagua jamani. This is serious? Kabisa. Lakini unajua asilimia 80 ya marafiki zako hawapendi mahusiano. 90 kabisa. Asilimia 90 ya marafiki yako wanapenda mahusiano yetu ni mmoja. Ni mmoja. Feti pekee. Lakini wengine wote hawapendi mahusiano. Ni feti tu, hamna mwingine. And I just don't know why. Sijui kwa nini hawapendi mahusiano. Hivi kwa nini hawapendi mahusiano? Ujue, si ongea nini? Wewe hapo. Appearance yako. Uko TikTok na mimi vikupa vitu hivi. My life status yao. Kuna hisi watu wanaona kama ni wai. Yaani nda kifupi nataka kusema kwamba wanavonichukulia marafiki zako they see me as a bitch. As that nigga. Sio hivyo ni mshikaji fulani hivi you should. Yeye ndio sababu mnafahamu marafiki zako ni. Sasa ndio waoneshe kabisa mimi jamani sipo hivi. This is ni promise kabisa. This is time to show the world how love is. Sawa Unajua nataka nini najua? Nataka sisi ndio. Nataka sisi maybe umeona kwa mfano hapa Tanzania hapa. Mtu akizungumzia mapenzi. Chap. Ni maybe akizungumzia kapo. Mapenzi. Unaelewa? Chap tuje sisi kwa sura zao. Okay baby. Yeah, so I promise you I'm going to show the world how love is, okay? From us. Sawa baby. Swali langu nasema hivi. Ukisikia neno mapenzi nini huwa kinakuja kichwani? Yangu wewe. Kweli? Wallahi billahi. Amna, nimecheka jamani. Kwa hiyo by this time kwa kipindi hichi hapa hivi. Unajua ngoja let me be honestly. Kwa kipindi hichi hapa hivi. Nikisikia unajua sasa hivi nipo penzi. Niseme kwa 99.9 ya kuteka moyo. Shelewa. Yeah, this is serious I'm telling you. Nimekubali. Mimi tasijapinga. Kwa 99% umefanikiwa kuteka moyo. Kwa nipo kwenye dimbwi la mapenzi. So, yani wherever you talk about love, the only thing kitu pekee ambacho nakiona kwangu mimi ni wewe. So, popote unaposikia mapenzi, unaona tunajua sisi. Haya. Au nimekudanganya mkeo? Hujanidanganya kwa sahihi sana. This one so me kabisa. Kosha sana hichi karatasi.
kosha. Swali ningekuta mimi ningejibu. Kwa wewe ndio vibaya. Okay. Swali linaenda hivi. Ni comment gani? Unaelewa? Comment gani mbaya ushawahi kukutana nayo kutoka kwa followers wetu? Kwa hizi siku hizi maybe siku ngapi? Hizi 2 3 by this week ambayo tumeweka viral mapenzi yetu. Comment gani mbaya ambayo ushakutana nayo ukai hate, ukachukia? Mbaya kuliko zote hiyo. Ile moja comment umesemaje? Nini tumekushusha brand ili nipeni. Nikasema nini kajiuliza kwa nini? Nimeisoma leo. Umesoma? Yeah, nimesema nini? Ni tumekushusha brand. Wengine ni tulikuheshimu. Yaani bado nikasema kwa nini? Kwa nini deal na hiyo ni tulikushusha? Kwa nini waseme nini? Wewe unadhani kwa nini waseme nini? Nimekushusha brand kuwa na cartel. Sijui sasa hapo ndio nikuulize kwa nini. Alafu kwa nini wameniandama hivi? Sasa nikuulize kwa nini wamesema? Mimi mpaka sasa hivi sijaelewa comment kwa nini wamesema tumekushusha. Ndio hiyo comment mimi iloniumiza. Au pengine labda mimi sio mtu wa hadhi ya kuwa na wewe. Sijui ila mimi ndio hiyo. So hiyo ndio comment ambayo una hate, ndio comment ambayo unachukia kuliko comment zote. Ndio nilichukia. Imejiuliza mpaka leo. Mwenye anajiuliza sana unajua mpaka nitaani nifute ila tu nimeiacha. Nimeangalia nimeiacha. Okay, can you add me another one? You comment. Unachukia sana ambao umekuta. Just go on. Kujidhalilisha. Unajua ndio mtu ambaye unasoma sana comments. Kujidhalilisha kwa nini? Yaani ni vile nivunja moyo nilisema mwanamke wangu. Kwa sababu nitapendwa kwa jamani. Kesho kutwa nikija kuacha kumbe wenyewe ndio unifanya mimi nisipendwe jamani. Kwa umejidhalilisha kwa nini? Hizo tena. Mpaka nitaani nifunge comment ya King kasema niache. Alipa moyo konde. Lakini hizo comment wewe hazikuvunji moyo. Hamna, ningefuta video. Sawa, ndio unaweza kuwa umesoma comment ndio umechukia, lakini haikufanyi unifikirie mara mbili, lakini nini watu wanasema? Maybe pengine labda wapo sahihi. Kitu kichwani mwako kabisa. Hiyo lazima ije. Wewe unajiulizaga kumbe? Nimejiuliza jana tena nikamuuliza ndugu yako. Vipi Fete? Fete akasema achana na. Go on. Swali langu lazima hivi. Ukigundua ninawasiliana na Max wangu. Nini utafanya? Nini utafanya? Ukigundua ninawasiliana na Max wangu, nini utafanya? Cha kwanza kabisa. Katika najua hii inazungumzia lifestyle ambayo nimeichagua mimi katika lifestyle yangu. Mwenendo wangu wa maisha ambao nimeuchaguaga. Mimi siwezi ruhusu mwanamke wangu awe na mawasiliano na mwanamke. Na mwanamke wake? Awe na mwanaume wake. Sasa mbona unawasiliana na ex zako? Kwa mimi ndo sijui lifestyle yako ikoje, lakini kwa lifestyle yangu mimi yani let me kuja nikupatie mfano mmoja. Nishaiachanaga na wanawake zangu waliopita. Mimi siwezi ruhusu mwanamke wangu awasiliane na mwanaume wake. Yaani siwezi ruhusu kabisa. Kwa kitu gani nitafanya? Tena sio yani ni hivi, let me tell you here. Nikwambie kabisa hapa tuko media kabisa. This is Gavo Media, okay? Katika maisha yangu, I'm telling you baby. Chote ambacho tuko wote. Yangu just look at my eyes. Angalia kabisa ili unifeel, unielewe vizuri kabisa. Just look at me. Samba kwa ndako. I'm telling you this babe. Yaani kwenye mapenzi yetu, katika kitu ambacho nakichukia namba 1 kabisa, kuwa na mawasiliano. Najua hauna mawasiliano naye. Ndio maana nakwambia. Lakini sitaki jitokeze hicho kitu. Ikitokea nimewasiliana naye, nini utafanya? Sitaki itokee sasa.
Kwa mfano ikatokea. Kwa mfano vipi mimi sitaki itokee? Yaani kwamba nini nitakifanya? Nini utafanya yani? I'm just going to warn you. If it is for the first time, I'm going to warn you. The second time, I'm going to warn you. The third time, I'm going to take actions. Kwamba utasema to break au? No. There are actions. Kwa unajua siwezi kuachana na wewe tikisa wasiona mbona. Again, there are serious actions. Yeah, like, just know that kwamba mimi si mwanamke wangu serious kabisa. Sitaje ni mwanaume wako yoyote ile alopita. Sawa mkiachana umeachana, unajua if you are done with someone, you are done about everything. Ushelewa? Kila kitu umeachilia pale. Sawa. Lemi ngoja nije kwako. Au wewe haupendi mimi niwe na. Umesema ni lifestyle yako. Mimi nakwambia lifestyle yangu ipo hivyo. Maybe baby na wewe kwamba yani lifestyle ambayo niko nayo mimi na pia unayo. Hapo kichwani mwako. Kama unaona uko sahihi sawa. Kama unaona uko sahihi. Kichwani mwangu na maana nishajiongeza nishaelewa. Miss Patson. Maswali yangu mali. Okay, swali linasema hivi. Je, ni jambo gani linakufanya uhisi unanyanyasika kwa ajili yangu? Ni jambo gani linakufanya wewe hapo babe? Litanifanya hata linakufanya by this time kipindi hichi hapa. Jambo gani ambacho linakufanya unahisi kama unanyanyasika? Kwa sasa hivi si kitu. Kabisa. Pendo wa mie jamani. Kuna jambo ambalo linafanya nahisi nanyanyasika kwa ajili yangu. Swali langu nasemaje? Unadhani ni sifa gani muhimu mtu anapaswa kuwa nayo ili mahusiano? Alo andika hili swali nikitoka hapa. Chape kwa zela soda. Nilipenda sana ile swali kuja kwangu. Nimelipenda sana. Je, ni jambo gani? Ni mambo gani ambayo unahisi mtu okay, unaweza kurudia ile swali tena? Nasema hivi. Unadhani ni sifa gani muhimu mtu anapaswa kuwa nayo ili mahusiano yake yawe imara? Naomba nizungumzie. Sababu ndio nipa naongea hizo. Kwangu mimi ili mtu mahusiano yake yawe imara, sifa ambazo anazozihitaji. Cha kwanza kabisa. Upendo. Love. Shelewa. Upendo. Cha pili kabisa trust. Uaminifu. Nilitamani sana niweke trust mwanzoni afu mapenzi kweli. So the first one, jambo la kwanza kabisa. Mapenzi ya kweli. Jambo la pili, uaminifu. Najua kwenye mapenzi, najua kwanza tafsiri ya mapenzi kabisa. Mapenzi ya dhati kabisa. Bebo na uaminifu. Uaminifu ndio kila kitu kwenye mapenzi. Feel me? Ukivunja siku moja uaminifu kwenye mapenzi, maana wewe hauwezi kujua kwa mapenzi tena. Yaani kwenye safari yako yote mapenzi hazo. Tena umeona hususan kwa vijana sisi wa vijana wa rika hili hapa. Tatizo la kiuchumi unajua linatoa ndama sana Okay. Ngoja nizungumzie tu tatizo. Ndama sana. So uvumilivu ndio kila kitu. Leo hii mwanamke wangu nimekujia na shilingi 5,000 nataka utumie matumizi yako wewe siku nzima. Inabidi upokee tu, kubali. Na ukaka imani kwamba kesho tutapata. Maybe uwezi jua leo hii nimekuja na shilingi 5,000 kesho nakuja milioni 5. Kwa utanivumilia mwanamke. So uvumilivu pia inabeba part kubwa sana kwenye mapenzi. Uvumilivu. Tena so uvumilivu wa bila kuchoka. Unaelewa? Namba 3, sina hivyo Namba 3 ambao ni la muhimu sana kuliko vitu vyote pia. Ni msamaha. Kusameheana. Hivi nikuulize swali moja babe. Kusameheana mara kwa mara nayo inakuwa. Let me tell you one thing. Ngoja nikuulize kitu kimoja. Hivi unajua kwa nini mpaka leo hii wazazi wetu bado
Unajua kwa sababu gani? Akili. Akili upendo but I'm talking about this one. Yani msamaha bila kuchoka. Wazazi wetu sisi wamesameheana sana bila kuchoka. Ndio maana mpaka leo hii bado wapo. Leo mwanamke wangu. So ni msamaha, so msamaha tu, msamaha wa bila kuchoka. Kusameheana. Sisi ni wanadamu mwanamke wangu. Siwezi kusema kwamba nitakuwa nakosa mara moja tu. Nitakosa mara kadha wa kadha. But msamaha unahitajika kusudi penzi liendelee. Watu wanaachana juu sababu gani? Sababu wameshindwa kusameheana. Na watu wanaendelea kuwa kwenye mapenzi kwa sababu wanagombana wanasameheana. So msamaha wa bila kuchoka. Elewa mwanamke. So maybe leo hii ngoja nikutolee mfano. Maybe leo hii tumegombana. Elewa? Kugombana na kuomba msamaha. Sema the way wewe unavyonijibu mimi sasa. Unajua kuna ile watoto unajua kipindi. Sema nikaili hapa hivi. Na ile asili na kuomba msamaha mwanamke wangu then unanivimbia. Unataka kunisamehe. Unanipenda ndio lakini hutaki kunisamehe. Shala baby. Kile kitu yani kile kitu kinaua sana mapenzi. Kinaua sana. So ni msamaha bila kuchoka. Maugomvi pia mara kwa mara. So go on. Sawa mimi leo. Lango chukua. Umeanza kucheka. Anichukue mimi huko eh? Mimi nimekuuliza just. Ani vitu nani zangu? Kisha sawa hapa sasa. Sasa lako bwana. Uliza swali lako sio uliza swali langu. Mimi swali langu mimi wameniandalia maswali moto moto. Ni kitu gani usinge tamani ukifahamu? Mimi ndani hapa. Hakuna. Mimi napenda mwanamke wangu ufahamu kila kitu. Kwa hamna kitu. Hakuna kitu ambacho yani sipendi wewe ufahamu. Mwanamke wangu yani umeona mimi mwanamke wangu unifahamu mimi and everything about me. Sababu unajua leo ukifahamu kila kitu kuhusiana na mimi mke wangu utakuwa unanielewa zaidi huko mbeleni. Shanielewa. Yeah, so mimi napenda ufahamu kila kitu kwenye maisha yangu. And it's your time now. Okay, swali nasema hivi. Kipi huwa kinakukwaza kwa namna yoyote kwenye kazi yangu? Elewa? Kitu? Kipi huwa kinakukwaza kwa namna yoyote ile kwenye kazi yangu? Kipi huwa kinakukwaza kwa namna yoyote ile kwenye kazi yangu? Busy. Sasa busy mamangu si ndo kazi yenyewe. Sio busy sasa. Kuna muda wa kazi na kuna muda wa. Lakini mimi hata kama nikiwa busy lakini wanakutafuta. And even though I'm busy but I care about you. Au uongo je? Kweli? Go on. Kama swali langu. Swali mbona kama swali sana. Refu ila dila. Swali langu nasema hivi, ni kitu gani huwa kinakukera toka tuanze mahusiano yetu mpaka sasa na hujawahi kuniambia? Si mwanzo wa kipindi au nafupa kipindi. Uliuliza? Lakini mimi sikuweka. Mimi nisema. No. So ni kitu gani ambacho kinanikera sana kuhusu wewe? Natamani kukuambia lakini nashindwa. Sio hivyo eh? Bili nifikirie kusudi nitaje kitu ambacho kinanikera sana. Okay, you are friends. Rafiki zako, baadhi ya marafiki. Rafiki zangu wafanya. Yaani kitu ambacho kinanikera sana. The way you are so open kwa marafiki zako. Marafiki ambao unajua kabisa marafiki zako yani they are snitches.
Alafu mimi niko na open. The way uko huru na marafiki ambao unatambua kwa sababu marafiki yao yani sio marafiki. Mimi niko na huru. Ya uko na huru kuongea kila. Sasa juzi kati tu waliongea jinsi kwa ile juzi kati wakina nanilio. Yeah. Sijai kuwa huru kwa marafiki zangu. Upo huru bwana kwa marafiki zako. Sasa watu wenyewe wanakusema juzi bwana. Mimi napenda marafiki. Ila sipo huru. Yaani tofautisha huru na makupenda. Haupo huru, you are very open to them. Upo sana kuwaambia vitu vyao. Serious, hold them. Huru sana. Hizo wenyewe mgombana na rafiki yako kwa sababu tu ya kuwa huru kumwambia wewe rafiki yako mambo yako. Kwa mimi kinanikera sana. So yani what's a secret between me and you? It's confidential. No need kuwaambia wao, sawa? Yes. Makaratasi mengi. Mbona mmenipendelea hivi makaratasi jamani? Mmenipendelea makaratasi hivi. Hey. Andika hili swali bwana. Swali hili hapa bibi. Ni sifa gani inayo ni sifa gani ninayo? Ayo stay. Okay, ni sifa gani ninayo? Unaweza kubadilisha swali. Okay, ni sifa gani ambayo ninayo yani? Inanifanya niwe mtu wa kipekee kwako. Ni sifa gani ambayo ninayo mimi hapa bibi wako? Nafanya niwe wa kipekee tofauti na wanaume wengine wote. 2. Tena hiyo sifa hiyo ya kipekee pekee. Sasa kwenye swali sasa kuna upekee mwishoni hapa. Upendo, caring. Upendo kila mtu anapenda. Au unajali vile. Leo kipekee tofauti upendo wa mama na mpenzi vitu tofauti. Upendo wangu mimi na upendo caring pia. Au ni upendo wa kawaida? Sema hapo usikuta unadanganya. Nasikiza wewe. Ni kupatia mapenzi, nasikiza feedback from you. Usikuta unadanganya. So ni nini na nini unaniambia? Niko. Sasa nimegundua tabiri. Hicho ni kitu cha kipekee. Ongeza upendo. Ongeza kwa upendo. Unapenda yako viko vingi sana. Mahaba mchele. Sangu nasema hivi. Ni kitu gani bado unahisi sikielewi kuhusu wewe? Ni kitu gani bado unahisi sikielewi kuhusu wewe? Mbona bado sijahisi hicho? Kwa maana kitu ambacho sikielewi kuhusu wewe. Inaweza kaa kipo, mimi bado msijahisi kama hicho. So bado sijui ni kitu gani ambacho nahisi wewe ukielewa. Au maybe wewe ndio uniambie kwa kitu fulani sikielewi. I'm free to listen. Hakuna kabisa. Haya. It's your time. Nini huwa kinakufanya uamini na kupenda? Hiyo majibu yake kama yale ya mwanzo jamani. Sawa, ni kitu gani? Au ni nini hicho kinachokufanya wewe uamini uko mimi? Mapenzi waga hajifichi. Mtu akikupenda waga. Sawa, nitajie two things. Kitu gani ambao uamini uko mimi? Kama ile jibu la kwanza ndio hivyo hivyo. Nini? Caring hiyo. Kama nikukea hivyo ndio rahisi mimi nakupenda. Jamani, kunisamini. Yaani kuna mtu yani nimekwambia vitu viwili yani vitu tofauti. Yaani anavyonijali Feti, anavyonijali wewe ni vitu vipi? Vitu tofauti. Ngoja nikubeti kwa ulivyonijibu maana wewe ndio ulojibu. Swali la mwisho. Swali la ongezi jamani, mbona kuna swali moja nilikuwa natamani nilisikie. Mbona hii? Hilo la nini? Na kwangu hilo. Tulio piga maswali.
wako wameisha wetu. Hapa mimi kweli. Jambo gani wewe ulipende kuhusu? Kujirekodi na dada ovyo ovyo. Kujirekodi na dada ovyo. Sasa mimi tangia nayo nimejirekodi. Nilikuwa sipendi nyuma, sasa kama tumeweza kuwasiliana leo sisi. Tunaweza kuongea. Sasa kipindi tuko to date. Basi sasa hivi hamna. Kwa sasa hivi hakuna jambo ambalo wewe ulipende kwangu sema unalivumilia tu. Hamna. Kweli? Na kweli kabisa? Mimi kuna kitu fulani vinakiona kabisa. Nani sema? Sijakiongea tu. Kitu gani? Kipendi kabisa sema nakivumilia tu. Najua ukipendi, najua. Kitu gani? Sikuza kweli nimekisahau. Basi wewe ongea na kila kitu najua ukipendi sana. Nini unakifanya sasa? Yaani unavumilia tu. Mimi ngoja nikukumbushe. Unaona juzi? Ya utaacha. Okay, sio. Ukipendi sana sawa lakini mimi najua unakipendi. Nikiongee au sikiongee. Here we go, tunaenda kwenye swali la mwisho kabisa. Swali la mwisho kutokana na ili this bowl. But according to mimi na maswali yangu mengine kwa hajaandikwa hapa. Ili swali limejirudia? Jirudia swali kwani? Wewe unalisha kidude. Kitu gani usingependa kujua kuhusu? Kitu gani usingependa kujua kuhusu? Kitu gani ambacho wewe upendi kujua kuhusu? Mimi napenda nijue kila kitu. So upo kama mimi unapenda kufahamu kila kitu. Kila kitu. Kabisa. Hata kama umetoka kucheat uniambie bisa, nisamee. Kwani kujuze tu? Yaani unijuze tu. Nikija kujua jamani napenda kule jamani kwa style hii kweli. Mimi sije kuwa na mapenzi kama haya. Kweli yani nikija najua ukweli ni kitu cha muhimu sana. Kama leo ukikificha hiko, baadaye nikija yani bado tu uongee afu niombe msamaha. Ukija ndakasirika lakini kidogo itananiliwa. So kwa kweli unapenda kila kitu. Ndio. Kabisa. Swali la mwisho. Last question. Ni matarajio gani ulionayo kwa uhusiano wetu katika siku zijazo? Matarajio gani nilokuwa nayo kwenye mahusiano yetu? Siku hizi za usoni, siku zijazo. Zijazo. Okay. Let me be honest. Wewe nikwambia kitu ambacho natamani sana. Unajua mimi as before ngoni nirudi hapo nyuma. Kama hapo nyuma hapo awali shale. Mimi natamani sana ni wewe mwanamke. Natamani sana nije nifanye mambo mengi sana makubwa kiwa na wewe. I want to have an expensive life with you. Yeah, natamani sana nije niwe na yani everything kile vitu vyote ambavyo nilikuwa natamani niwage navyo, ambavyo nilikuwa na dream vitu siku zote za kwanza. Natamani sana nije tuje kuwa ni watu wenye vipato vikubwa sana. Natamani if kama natamani jenge. Natamani nisaidie wazazi wangu nikiwa na wewe. Natamani nifanye kitu chochote kile kikubwa nikiwa na wewe. So I have big dreams about you. Na vitu vingi sana huko mbele natamani nivifanye nikiwa. Basi ngoja niseme short and clear. I want to have expensive, I want to be rich. Nyingi sana lakini nikiwa na wewe. Nataka wewe yani wewe uje kuwa ndo daraja la mafanikio yangu. Nikarasi Imeisha tayari. Okay guys, tumemaliza maswali, then hapa tuko na karatasi viwili. This is a prank, okay? Karatasi viwili. One is for you and this one is for me. So ladies first yao? Anza. Anza. Ladies first bwana. Anza.
Ai kweli prank. Okay, swali linasema hivi. This is a prank. Prank not sio swali. Mpigie mmoja wa marafiki zako. Na umwambie umemfumania Patel na mwanamke mwingine. Your best friend. Pigia rafiki yako wa karibu kabisa. Na umwambie kwa umenifumania na mwanamke mwingine. Sibenipigia hapo. Best friend. Yeah, na lazima nichukue ngere nali. Marafiki zako nisiwapenda ile staki. Sasa kama wao ndio watakupota tu. Hata nikaendia uniache vizuri. Kutoka hapa tu tumeachana. Yao. Sasa kama okay. Nani anampigia? Feti. Ndagi huyu Mungu wangu niombe tu. Wewe. Mambo. Kwa mambo. Nimefumania pi. Unafumania? Nana? Na mwanamke mwingine. Wapi? Si ndani. Ndani wapi? Kwake. Mlikuwa mnashoot wote. Kama nipigia swali, mlikuwa mnashoot sasa mmefumania saa ngapi vipi? Tumetoka hapa ndo tumeenda huko, kuna mwanamke alikuja. Nini? Kuna mwanamke alikuja sasa, yani muda sio mrefu. Alikuja Tabata. Kwa ndo umefumania au ndo umefumania? Yeye ndo mimi ndo nimemfumania. Wewe mdau uko wapi? Jamani, si tumerudi? Hapo mlivyorudi imekwenga wewe ule weekend kilichotuongea mlikuwa wote. Tumerudi kwenye interview. Tunafika pale tap, mdada anakuja. Kwa hiyo nimegombana naye, nimetoka hapa nje maana napanishwa pressure. Mdada anasema ni mpenzi wake anavodai na pia hajakataa. Anasema amekaa tu kimya, yani kama ana date. Yani kawaje? Mimi ndo nipo nje hapa sielewi. Umwacha wao ndani? Baba nimpigie. Mpigie. Feti. Fresh vipi? Nipo nyumbani Tabata. Asije nikwambie vipi mwana? Nipo na Ana. Basi vipi? Nipo na mwanamke wangu. Na hicho ndio kinachofanya mimi niseme situ nikwambie vipi. Mania himbati sijui niseme vipi. Mwanamke wangu achana mdogo wako. Yana unamfahamu kabisa. Simtaje jina ndio wewe unamfahamu. Mimi niambia kabla kuanzia basi tunanichosha. Sina njia ya kusikia wewe unamfahamu nani? Nipo na mwanamke. Feti na bwana mbangu utajie. Utajie jina bwana. Mbangu utajie jina bwana. Wewe atanipa mke wangu. Wanamjua ni wote wote mnamjua. Nani kama ndiye anamjua? Arusha yule. Alice. Nani? Alice wa Arusha yule.
Sasa nilikwambia kipindi kile kabisa nilikuwa nakueleza kabla hata sijaanza kudate nani. Ndio anakarusha. Ndio. Sasa nyinyi anamjua. Sasa kana mbona kwenye ile clip wakati na kipindi kile. Nini sasa mimi nimekupigia tuweke sawa mfano unaanza kuniambia kwa hili jamaa. Kuweke sawa ni kutoka kanisa na mimi nipo nje, nimetoka nje one time simuoni. Mimi nakwambia kwa sababu nikaondoka hapa yani hivyo yani kaondoka mimi nipo nje hapa mara moja. Sasa ndio mimi nikuweke sawa nikasema kuna mwanamke wako ndio mwanamke wako uko naye kwa hivyo. Kweli, unajua mtu wako ameenda wapi? Ndio siri naona nimekupigia simu umsaidia kumpigia simu. Kama unajua mwambie kwa nini uko unafikia tunajua na mwanamke wako. Wewe ndio ungekuwa sasa kama mtoto Sana Feti mimi si unanijua tena Feti. Niambia tunataka tunasukana mtendoni mwisho sasa hivi nataka kutetea kwa mtendoni anasukana. Na kutaka kwenda kijinga jinga alafu tunasema kuna mwanamke wangu sasa hivi. Kwa heri bana. Kwa heri. Wapi simpigie simu basi muli. Achana mimi. Mpigie simu. Simpigie mtu mpigie mwenyewe. Dadako kule anakupenda kiasi hichi. Eti dadako anakupenda kiasi hichi. Ananipenda. Wewe mpaka nimehisi imetokea kweli. Nilikuwa na imagine hapa kama ndio imetokea kweli hivi. Atanipigia hapa, anaanza uko wapi? See. Okay, so we are down kwenye prank yako, si ndio? Say mpaka wewe. Mwanishushia hata kidogo soda. Ataenda kufuta comment zake zile. Kufuta comment zote. Lazima uombea koma. It's my time now. Okay. Hata siongi kwa. Mimi hapa. Ni mda wewe, zamu yako kumbe. Mama kweli jaga master mazao hicho. Okay. Okay, it's your time now. Mpigie rafiki yako wa karibu na umwambie ni ana mimba yako. Niambia kwamba wewe una mimba yangu. Sijui nitafanya nini. Mbona sasa lote ananipa pressure jamani? Au mnaombea hivi vitu vitoke? Mpigie. Unanichagulia ni rafiki gani nimpigie au? Rafiki yako. Rafiki gani nimpigie? Uzuri umenipa ukuje rafiki. Yana ambayo acheza hapa kama madirisha na marafiki zangu milicheri. Oya bwana. Belangu ili hapa. Oya. Ambie mzee wangu. Amna kaka natoka muda sio mrefu hapa kaka. Amna kaka yangu. Sangu ndo nimeingia mtaani. Sasa. Ni nimetoka labda tu muda sio mrefu. Ndio afya nini? Ana mimba. Sasa kama anatoa yani ana mimba hapa sijui nafanya vipi? Sijui nafanyaje.
Olewa mwanangu wapi? Hapa kama baina au dakika 40 au nusu. Ile mchumba sisi tunamwendea na tunapo hapo mtana tutamfuata. Out. Kaka nakuja kaka. Okay guys, thank you so much for being with us. Sasa mwanzo wa kipindi cha couple. This is your favorite boy Patel, beautiful baby right there. Ni TZ. Asanteni sana na tunawashauri tunawaambieni muendelee kuangalia the kupitia Gavo Media. So don't forget to follow us on Instagram, Gavo Media. Don't forget to follow us on Facebook, TikTok. Vile msisahau kusubscribe YouTube. Kwenye kipindi chetu pendwa kabisa cha Couple Gavo Media. Thank you so much guys. Ila ngoja nakukumbusheni kitu kimoja. Mwanamke wangu amesema hapendi mniite Mwakitombile jamani. Hataki. Sio baby. So mwache bwana kuonyesha Mwakitombile. Thank you so much guys. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.